Tarehe 21 mwezi wa 3 kila mwaka mama kanisa anasherehekea Mtakatifu Nikolasi wa Flue ama Mtakatifu Mkapweke. Hivyo anapenda sisi waamini wa Kristo tuweze kujua historia ya mtakatifu huyu. Ni kwa nini mama kanisa anapenda sisi waamini tuweze kujua ufahamu sikukuu ya mtakatifu huyu. Hivyo karibuni kunisikiliza. Mtakatifu Nikolasi alizaliwa mwaka 1417 huko Switzerland. Akiwa na miaka 21 alijiunga na jeshi na kushiriki katika mapigano ya Lagazi mwaka 1446 na vita vingine Urishi na katika vita vingine huko Australia, ambapo katika vita hivyo vyote alimtegemea Mungu, na katika vita hivyo vyote yeye pamoja na askari wake wote waliweza kuwapiga maadui na kushinda vita hivyo. Mwaka 1447 Nikolasi wa Flue ama Nikolasi Mkapweke akiwa na miaka 30 alimuoa Dorothea Waishi. Lakini pia mwaka 1454 akiwa na miaka 37 aliendelea kuwa jeshini katika jeshi ya Switzerland kwa miaka 16, ambapo alikuwa akipanda vyeo mbalimbali kwa kumtumikia Mungu, kusali na kujitoa na kufanya kazi. Alipandishwa cheo hadi kufikia level ya captain katika jeshi la Switzerland. Hivyo kama tunavyojua kuwa captain ni kiongozi wa majeshi, kiongozi wa jeshi, hivyo inasemekana kuwa Nikolasi Flue alipokuwa vitani, akienda vitani, mkono wake mmoja ulikuwa ukishika rozari na mkono mwingine ukishika upanga, alama ya kuwa hata vita vyake akiwa kanapigana alikuwa anamkabidhisha Mungu kwanza. Kutokana na busara zake, hekima, akili na uchaji wa Roho Mtakatifu, alichaguliwa kuwa hakimu, lakini pia alichaguliwa kuwa gavana wa mji huo huko nchini Switzerland, ambapo cheo hicho alivikataa na akawa mtu wa kuwasaidia watu, mtu wa kusali, mtu wa kumuomba Mungu na mtu wa kuwafariji. Lakini mwaka 1467 mtakatifu huyo alijisikia wito wa utawa. Hivyo aliacha mke na watoto wake na kaenda kuishi mpweke huko Ramfi, Chile, huko Switzerland, huku ambapo aliona wito wa kumtumikia Mungu na kutafakari ambayo Mungu amjalia. Hivyo inaonekana kuwa mtakatifu huyo siku alipoondoka nyumbani kwake, aliondoka na fimbo na rozari tu. Alisali muda mrefu na kumtafakari Mungu na alitoa shauri kwa watu mbalimbali. Huko alikaa kwa miaka 19 bila chakula zaidi ya Ekaristi Takatifu. Akawa maarufu kwa jina la Brother Klaus. Mwaka 1470 Papa Paulo wa pili alitangaza makazi ya Nikolasi
Waflue kuwa kituo cha hija. Nicholas Waflue akiwa mpweke huko Ramfi, Chile, alimtafakari Mungu kwa rozari na alisali kwa nia moja, na katika sala zake pia alipata muda wa kuweza kuwasaidia wengine, kwa watu mbalimbali, wazee wenye shida na taabu mbalimbali, akiwaombea. Pia alisaidia sana kukomesha vita ambayo ilikuwa kubwa, ambayo nchi ya Switzerland ilipigana na mataifa mengine maadui wake hasimu. Lakini mtakatifu huyo alipofuatwa na majenerali wa jeshi, alitafakari sana na kumwomba Mungu. Katika maono yake aliambiwa kuwa awashauri watu hao wasipigane. Hivyo walisimamisha vita hivyo, hali ambayo ilimpa utukufu. Watu waliona kuwa Mtakatifu Nikolasi ni kweli ana maono mbele ya Mungu. Mtakatifu Nikolasi alikufa tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 1487 akiwa na miaka 70 katika eneo linaloitwa Sanfrecce huko Switzerland, ambapo aliishi maisha ya kumtumikia Mungu kwa kusali, kutafakari, na alitangazwa mtakatifu mwaka 1947 na Papa Pio wa 12. Nashukuru kwa kuwa msikilizaji wangu umepata kujua historia fupi ya mtakatifu huyu. Kwa nini alikuwa mtakatifu? Utofauti wetu sisi na yeye, wote tuliishi binadamu huku duniani, lakini yeye kama yeye alikuwa zaidi katika sala, unyenyekevu na kujitoa kwa ajili ya mahitaji ya wengine, ambao hata sisi binadamu wa karne hii, mimi na wewe, inatubidi pia tuwe wanyenyekevu, tumshukuru Mungu na kujitoa kwa Mungu, tukisali kwa moyo, tukisali kwa kujitoa, pia kuwasaidia wengine wote ambao wanahitaji misaada yetu. Kama umependa historia fupi ya Mtakatifu Nicholas Waflue au Mtakatifu Nicholas Mkapweke, unaweza kwa subscribe, ukalike na ukashare na watu wengine wengi, ili taarifa kama hizi na taarifa nyingine ziwafikie Wakristo wengi, ili Wakristo wengi zaidi waweze kubadilika kupitia kwako. Na kushukuru na kutakia siku njema. Sifu Yesu Kristo.